Ndugu zangu wapendwa, Mheshimiwa mapadre wenzangu, viongozi wa shirika hili la Mtakatifu Fransisko wa Asizi, wapendwa watawa wa kike na wa kiume, kwa namna pekee wanovisi unaotarajia kuweka nadhiri zenu za kwanza leo au muda mfupi ujao. Zangu waumini walei, vijana wanaolelewa na watoto, tumsifu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya siku hii ya leo, kwa kuwepo mahali hapa ili kuweza kushuhudia nadhiri za kwanza za hawa dada zetu wanovisi wa shirika hili la Mtakatifu Fransisko. Baada ya malezi yao katika hatua hii ya mwanzo, lakini pia kwa kusaidiwa na walezi wao, pasipo shaka wametambua wito wao wa kumtumikia Mungu katika maisha ya nadhiri. Basi kwa niaba ya kanisa tutawapokea na kuwabariki ili kusudi majitoleo yao yaweze kupata baraka katika kumshuhudia Kristo aliyewaita kwenda kumtumikia kwa maneno na matendo yao. Mungu awajalie ujasiri wa kuishi kiaminifu na viagizo kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, na hatimaye wao wenyewe wapate wokovu. Tunawapongeza sana. Ndugu zangu, taifa la Mungu, wito wa utumishi mtakatifu na kwa namna ya pekee wito wa upadri na utawa ni wito ambao unamtaka mmoja awe na akili timamu, au kwa lugha nyingine naweza kusema awe na ufahamu wa hali ya juu. Ufahamu huu uweze kumsaidia aweze kutambua wito wake na kuuishi. Hili halimaanishi tunamwekea Mungu mipaka katika kumwita mtu akamtumikie. Naposema awe na akili timamu, awe na ufahamu, si kwamba Mungu tunamwekea mipaka. Mungu anaweza kuchagua mtu yeyote na kwa jinsi yake akamfanya awe mtumishi wake. Nisikia katika somo la kwanza, si wote wenye nguvu, si wote wenye hekima, si wote wanaweza, lakini katika hao Mungu anawachagua hata wale walio duni kabisa. Anasema waweze kuwaibisha wenye hekima. Kwa hiyo tunaposema lazima awe na akili timamu, awe na ufahamu, Mungu hafungwi kuchagua mtu wake
akamtumikie. Mungu anamuita mtu yeyote na kumtuma kule ambako yeye mwenyewe anakusudia. Ni namna gani utafanya utume huo? Mungu atakuongoza. Mungu anajua namna ya kutumia. Mungu atakupa maelekezo. Utaishi kadiri ya mpango wa Mungu na utatekeleza yale ambayo Mungu amekuita. Lakini hata hivyo, kanisa limetambua kwamba kwenda katika wito huu na katika kuitikia wito huu, wito wa utawa kwa namna ya pekee, nimesema na upade, bila ufahamu wa kutosha ni hatari kwa kanisa, lakini pia ni hatari hata kwa anayekwenda katika wito huo kama hana ufahamu wa kutosha. Kanisa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu na kwa mafundisho fundishi ya kanisa limeweka utaratibu ambao utamsaidia mwanafunzi wa wito huo kujifunza nini maana ya utawa au nini maana ya wito, na kuendelea kujifunza hatua kwa hatua namna ya kuitikia wito huo. Hivyo kwa utaratibu wa kanisa, kama huna akili timamu hauendi kwenye wito huo. Kama huna akili timamu hauendi, si kwa mpango wa Mungu, kwa utaratibu wa kanisa. Na hivyo kama hauna akili timamu, huna uwezo, kanisa litasema hufai. Kanisa limeweka utaratibu huo kwa sababu linajua madhara yatakayotokea kwa kanisa endapo litamruhusu mmoja asiyekuwa na uwezo, asiyekuwa na ufahamu kwenda katika wito huo. Mungu anajua mwenyewe, lakini sisi kama kanisa tunaweza kusema hufai kwa sababu huna akili timamu, huna uwezo. Hivyo ili uthibitishwe, mmoja athibitishwe na kisha ateuliwe kwenda katika wito wa nadhiri au wito wa upade, inamchukua muda. Inaweza ikawa sio pungufu ya miaka 5 mpaka 9 huko. Kwa nini? Huu ni utaratibu wa kanisa, sio mpango wa Mungu. Tumeweka muda wa kutosha ili kusudi kanisa liweze kubaini wito ulioitiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si kubaini tu, liweze kukufundisha, uweze kufafanuliwa. Lakini si kanisa tu, hata anayeitwa mwenyewe aweze kubaini taratibu wito wa Mungu alioitiwa. Hivyo hupaswi kuwa katika miaka michache tu kwamba leo umeingia katika hatua ya kwanza, kesho unaweka na njia. Hapana, sio muda wa kutosha wa kuweza kubaini uwezo wako, lakini pia sio muda wa kutosha wa wewe mwenyewe kuweza kubaini kwamba umeitwa kumtumikia Mungu. Na hivyo inakupasa kama mlelewa au mtu aliyeitikia wito huu kuendelea kujifunza, lakini pia
akisaidiwa na fadhila ya uvumilivu. Lazima uwe na fadhila ya uvumilivu. Fadhila hizo ndio itakuwezesha kujifunza, itakuwezesha kufanya upembuzi yakinifu wa wito wako, lakini itakuwezesha pia kupokea yale utakayokuwa unayaelekezwa. Taswira hiyo ya muda tunaweza kuiona katika somo la kwanza. Nasikia wito wa Samueli. Mimi nafikiri, sijui kama Samueli aliitwa tu siku moja mfululizo. Samueli anakuja tena. Mimi nadhani ilikuwa ni miaka kadhaa anaitwa, anaenda, narudi, anaitwa tena, anaenda. Lakini hata kama sio katika muda mrefu, hizo hatua hizo, namna hiyo ya kumuita huyu mtoto, Samueli ananyanyuka, anaambiwa anaenda kalale, haujaitwa. Anaitwa tena mpaka mara 3. Haelewi kama Mungu amemuita. Na hivyo ndivyo hali halisi ilivyo. Unaweza ukafikiri umeitwa na Mungu, lakini bado hutambui kama umeitwa na Mungu. Na hivyo unahitaji usaidizi. Wewe useme na wito. Hao watoto waliokaa mbele hapo wanasema mimi na wito wa kuwa mtawa. Hakuna lolote hapo. Hakuna lolote. Watakuja kubaini baadaye, wanapozidi kuishi, wanapozidi kulelewa, wanapozidi kufunuliwa, ndio wanakuja baba, inawezekana nimeitwa katika njia hii. Kwa hiyo inahitaji muda wa kuweza kubaini wito huu.